Mtazamaji wa Faida Online TV, binadamu hawana ubinadamu tena. Baadhi yao wamekuwa wakifanya matukio ya kutisha na ya kuogopesha ambayo kila mmoja anaweza kumwogopa binadamu mwingine pindi anavyokutana naye katika maeneo ya upweke. Tukumbushane, siku ya tarehe 8 ya mwezi huu wa 6 2026, watoto watatu wa familia moja waliuawa kule Ruangwa kwa kunyongwa, na siku ya tarehe 13 miili yao ilikutwa porini ikiwa tayari imenyongwa, na huku mwili mmoja ama mtoto mmoja akiwa amekatwa viungo vyake. Lakini tarehe kama hiyo ya 13 ya mwezi huu wa 6 2026, mtoto mwingine mwenye umri wa miaka 10, mkazi wa Naliendele, manispaa ya Mtwara Mikindani, mkoani Mtwara, amepotea na mpaka nazungumza nawe hajulikani wapi aliko, na amepotea mara baada ya kutumwa kwenda kuuza maandazi na bibi yake, lakini tangu hapo hakurejea tena nyumbani. Kama hiyo haitoshi, siku tarehe 21 ya mwezi huu wa 6 2026, mtoto Maureen Leonard anayesoma darasa la 3 katika shule ya King David iliyopo hapa manispaa ya Mtwara Mikindani, ambaye ni mkazi wa Lilungu ndani ya manispaa hiyo, amenyongwa hadi kufa na mwili wake kutelekezwa porini, huku sababu ikiwa haijulikani, na akiwa amenyongwa na mtu ambaye bado hajafahamika. Kumbuka, matukio hayo yote matatu makubwa na kikatili yametokea ndani ya mwezi mmoja, mwezi huu wa 6. Mungu aendelee kutulinda na kuwalinda watoto wetu. Nini kinasababisha matukio haya? Faida Online TV tumeingia mtaani kuzungumza na baadhi ya wazazi, walezi na wananchi wa kawaida, wakielezea hisia zao kuhusu matukio ya namna hii. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, kulike na comment yetu ili tuendelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa field, nyuma ya kamera ndugu yangu Juma Mnyalo. Baki nasi. Kwa jina naitwa Zuhura Mohamed Ndumba, ni mkazi wa mtaa wa Nandope FFU. Mimi natoa rai kwa wazazi wenzangu, tujitahidi kuwalea watoto na kuwatunza vizuri, hasa hiki kipindi cha likizo ambao watoto tunao sisi wenyewe majumbani mwetu. Sasa hivi kumeibuka na wimbi kubwa sana la utekaji wa watoto, ulawiti wa watoto, yani watoto wanafanywa vitendo vya ukatili vibaya mno. Kwa hiyo wazazi, mkiona mtoto wako hajaonekana masaa mangapi, taharuki patikane, anza kutafuta hapa na pale, hapa na pale. Hao mkiona mtu amumuelewi mtani kwenu amekuja anazubazuba, mtoe ushirikiano kwa vyombo vya habari au kwenye ofisi za serikali za mitaa kwamba huyu mtu sisi hatumuelewi na hapa si watoto wetu ndo anacheza cheza. Kwa hiyo tunaomba mumfuatilie ili tujue ametokea wapi na nia yake kubwa ni nini, kwa sababu kila siku tukila tunamka mtoto amebakwa, mtoto ametekwa, mtoto aonekani. Sasa wazazi tuangalie hawa watoto. Kwa majina naitwa Hawa Mohamed Kandulu, mkazi wa Nandope. Kwa kitendo kinachotokea kwa waiba watoto kiukweli sio vizuri, na sasa hivi ni muda kulimia mikorosho, watu kwa wanakuwa na beba watoto na wafanya miskule, kwa tuwe nao makini kiukweli. Kwa jina naitwa Abdalla Swaleh Suleiman almaarufu Kalonga. Inatakiwa sisi wenyewe wazazi kama wazazi tuwajengee misingi watoto wetu kutoka nyumbani kwetu, wanaenda shuleni au siku hizi za likizo, yani wasio na tamaa. Kama mtu anaweza kaja akawadanganya, bwana pandeni kwenye pikipiki na rudisheni nyumbani. Mnaporudi shuleni msikubali lifti ya mtu yoyote, hakikisheni mnatoka shuleni salama na mnarudi salama. Kwa majina naitwa Halima Athumani Masudi Mshangama, ni mkazi wa Mtwara mjini. Haya matukio ya kutekwa watoto, nikiwa kama mzazi, kwa kweli yananisikitisha sana. Yaani kama kwa kipindi hiki ambacho wamefunga shule, tuko nao majumbani, usio nakubali mzazi unakaa ndani masaa 2 matatu, hujajua mtoto wako anacheza maeneo gani au anacheza michezo gani au yuko na kina nani. Na pia wazazi tujitahidi kutoa ushirikiano mtaani. Unajua watu wengi mnakuwa mnafahamiana, mkiona kama ni kundi au la watu fulani ambao wanakuwa hawafahamiki, wanakuwa wanapita sana mtaani au wanazengea pale mtaani, hatuna budi kufuatilia mashaka na kutoa taarifa kwenye vyombo vya serikali za mtaa. Kwa majina yangu naitwa Subira Mohamed Suna, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa FFU Nandope, kata ya Laleo, manispaa Mtwara Mikindani.
mimi kama mama na mimi kama kiongozi wa mtaa najaribu kuongea na wananchi wangu, kuelekeza kuwa makini. Tukiona watu ambao watuwafahamu kwenye mtaa wetu, watoe taarifa, hata watoto wenyewe kuambia. Wakimwona mtu tu ambaye hawaeleweki kwenye mtaa, watoe taarifa. Na mtazamaji wa Faida Online TV, vyombo vya ulinzi na usalama vipo kazini wakati wote, lakini pia wananchi wa kawaida napaswa kutoa ushirikiano pale ambapo unahisi kuna mtu unamuona humwelewi, anazunguka kwenye maeneo ambayo hujawahi kumuona, una wasiwasi naye. Toa taarifa mapema katika vyombo vya ulinzi na usalama, lakini hata kwenye ofisi yako ya serikali ya mtaa ama kwa wananchi wenzako, kwa ajili ya kuweza kumfuatilia ili kuepusha vitendo ambavyo vinaendelea kwa sasa. Kufikia hapo nimefikia tamati. Naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, kulike na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.